wafanyabiashara wanaruhusiwa kufanya biashara zao ndogo ndogo kwenye maeneo ambayo walipangiwa. Barabara hizi zinatakiwa kubaki wazi, zote zinatakiwa kubaki wazi na sheria zipo. Ndio maana unaona saizi wote wako kwenye maeneo yao. Kwa hiyo kupitia shughuli ya usafi na masuala haya ya usalama, tunataka kwanza tutambuane kama ambavyo mkuu wa wilaya ameelekeza, na ili tutambuane lazima kila mmoja awe anakaa sehemu ambayo anafanyia kazi yake. Sasa pia kwa mujibu wa sheria yetu ya serikali za mitaa ile na sheria ndogo, mtu yoyote anayekiuka sheria ya usafi wa mazingira za halmashauri ya jiji la Mwanza, faini yake ni Laki3 au kifungo cha mwaka mmoja. Kwa hiyo sasa hivi tumeamua kusimamia sheria. Bahati nzuri zaidi shirikishi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya alishirikisha viongozi, na ndio maana viongozi wa machinga tunao hapo wameshiriki kwa hizo tangu tumeanza mpaka sasa. Sasa wafanya biashara ndogo ndogo warudi kwenye maeneo yao ambayo tuliwatengea. Barabara zote zibaki wazi, na vile vile kuna baadhi ya barabara sasa tutazuia magari kupita kwa maana ya kuegesha. Kwa mfano unaona magari hayo tayari hayo yameziba njia hayo hapo. Kwa hiyo hii barabara ibaki wazi na barabara ya Liberty ibaki wazi. Lakini pia magari makubwa yanayokuja kushusha mizigo kutokea sehemu mbalimbali za nchi kwa wafanyabiashara wetu, tunaweka utaratibu kwamba yao yanaanza kuingia mjini kuanzia saa 3 usiku ili kuweza kupunguza foleni katikati ya mji na kufanya barabara zote zipitike. Hayo machache tunaweza kuyasema. Kwa hiyo rai yangu natoa, tunatakiwa kufanya biashara na tunawapenda fanya biashara, lakini tufanye kwenye maeneo yaliyopangwa ili kila kitu kikae kwenye nafasi yake. Lakini pia wenye maduka wengi kama mvuna hizi takataka ziko mbele ya maduka yao. Sasa anatakiwa kusafisha ni mwenye duka, sio sisi. Kwa hiyo wenye maduka wote pia nawaasa maeneo ambayo yako mbele ya maduka yao uhakikishe yako safi na mitaro iko safi. Tukikuta mtaro mchafu, tukikuta uchafu mbele ya duka lako, faini shilingi Laki3 na hatuna msalia.